tujue siri na undani wa mzozo kati ya Venezuela pamoja na Marekani. Majeshi ya Marekani yamejikusanya katika maeneo muhimu kuizunguka Venezuela, hali inayoonyesha kwamba ni kama vile yanajiandaa kwa vita dhidi ya taifa hilo ambalo utawala wa Rais Trump wazi wazi unaonekana kumpinga Rais Maduro, huku wakitoa sababu kadhaa za kutaka kumshambulia. Lakini makala hii inakwenda kuchambua kwa kina na kuonesha kwamba uhasama wa mataifa haya mawili nini chanzo hasa, na haukuanza jana wala juzi. Hii ni TriGen Media. Kila uchao hali imekuwa mbaya, hali si hali, mambo yanachacha. Kuna mvutano mkali unaoongezeka kati ya Marekani na Venezuela. Ni mwendelezo wa uhasama wa miaka mingi hadi sasa. Mara ya mwisho meli nyingi za kivita za Marekani na wanajeshi wake kutumwa katika eneo hilo la Caribbean ilikuwa ni mwaka wa 1989 wakati Washington ilipomwondoa madarakani Manuel Noriega, ambaye ilimbebesha shutuma nyingi zinazofanana na hizo ambazo anabebeshwa kwa sasa rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Moja ya shutuma ni kujihusisha na biashara haramu ya dawa za kulevya na kujihusisha na magenge ya uhalifu. Mnamo Disemba 16 mwaka 1989 ilitokea mkasa mwingine ambao ulizidisha uhasama kati ya mataifa hayo mawili kwa luteni kanali wa jeshi la wanamaji wa Marekani Robert Paz akielekea katika hoteli moja ya Marriott huko Panama City kwa ajili ya chakula cha jioni, huku gari hilo likiwa limewabeba wanajeshi 4 wa Marekani waliokuwa nchini humo. Walipofika kituo cha ukaguzi cha vikosi vya ulinzi vya Panama, wanajeshi 6 walilizunguka gari hilo na kulifyatulia risasi lilipoanza kuondoka, wakamuua Paz. Kilichofuata ni kwamba kufikia mwisho wa kile Washington ilichokiita operation ya Just Cause, takriban wanajeshi 30,000 walipelekwa huko wa Marekani, na Rais Noriega aliyekuwa amelazimishwa kutoka madarakani akapelekwa huko Miami kukabiliwa na mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa takriban raia 500 wa Panama waliuawa katika uvamizi huo, huku Marekani ikipinga na kudai kuwa idadi ya watu hao waliokufa ni chini ya hiyo inayotajwa na Umoja wa Mataifa. Wakosoaji wa Marekani wakidai kuwa watu waliokufa ni zaidi hata ya idadi hiyo inayotajwa na Umoja wa Mataifa. Uvamizi huo wa Marekani ulipofanywa dhidi ya Panama, kulikuwa pia na mkusanyiko mkubwa wa kijeshi katika maeneo muhimu karibu na Panama na maeneo mengine muhimu kama ilivyokuwa kwa Venezuela hivi sasa, ambapo eneo lake la maji linazungukwa na vikosi vya Marekani kwa sasa. Kuna mambo yaliyoibuka kwa rais wa Panama Noriega ambayo ukiyatazama kwa kina yanafanana na yale yanayoendelea sasa dhidi ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro, hasa hoja kuu ya serikali ya Marekani ikiwa ni ile ile iliyomtoa Noriega madarakani. Kwa hiyo nadhani kwa sasa unaanza kuona kwamba mara zote kisingizio cha Marekani kwa mataifa haya ni dawa za kulevya na kuyahusisha mataifa haya moja kwa moja viongozi wakuu wake na magenge ya biashara za dawa za kulevya. Ukichunguza pia unaona kwamba sababu hizo hizo ndizo ambazo zimeibuliwa na Marekani dhidi ya rais wa sasa wa Venezuela Nicolas Maduro. Jambo jingine ni kwamba mataifa haya yaani Venezuela na Panama ni ya kimkakati kwa Marekani sababu ya mfereji wa Panama, na kwa Venezuela kinachowaponza ni akiba yake kubwa ya mafuta ya Venezuela. Jambo jingine kubwa ni kwamba vita hivi baridi vya Marekani dhidi ya mataifa hayo vilivyoanza karne ya 21 vimeonekana kuwa na mabadiliko makubwa sana kuanzia utawala wa Rais Walker Bush ambaye alikuwa kiongozi nchini Marekani mwaka 1989 na Donald Trump ambaye anaonekana kutofautiana kabisa na mtangulizi wake huyo katika mikakati ya vita dhidi ya mataifa haya. Jambo lililomponza Noriega wa Panama dhidi ya Marekani wa wakati huo ni kwamba alikuwa mfuasi wa CIA kwa miaka mingi, lakini alipogeuka na kugeukwa akawa adui na hatimaye alihukumiwa kwa kile kilichodaiwa kwamba anajihusisha na genge lijulikanalo kama Medellin la uuzaji wa dawa za kulevya, na ushahidi wa wazi wazi ni kwamba viongozi wakuu wa genge hilo walimtaja Noriega kama mhusika binafsi katika biashara hiyo haramu.
Kwa Maduro hali kadhalika pia mwendo ni ule ule, kwani kwa sasa anaunganishwa moja kwa moja na magenge hatari na yale yanayojihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Shutuma za Washington dhidi ya Maduro ni kwamba anaongoza genge lijulikanalo kama Suns, kundi ambalo linadaiwa kuwa linajumuisha wanachama wa zamani wa jeshi kuu la Venezuela. Lakini wachambuzi wengi wa vita dhidi ya dawa za kulevya wanahoji kama genge la Suns ni kundi rasmi la wahalifu ama ni muunganiko tu dhaifu wa maafisa na mafisadi ambao wamejitajirisha kutokana na usafirishaji haramu wa dawa za kulevya kupitia bandari za Venezuela. Kwa upande wao, Maduro na utawala wake wanakataa kuwepo kwa genge hilo na magenge mengine, wakieleza kuwa shutuma hizo ni kama simulizi tu za alinacha zisizo na msingi wowote na inayosambazwa na Marekani kwa malengo ya kutaka kuondoa madarakani. Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela, Diosdado Cabello, amesema kile kinachoitwa kundi la Cartel of Suns ni propaganda za kile alichokiita ni za kibeberu na kwamba hawajawahi na hawataweza kamwe kuthibitisha uwepo wa madai hayo, kwani ni sababu za uongo. Kuonyesha kwamba Marekani hawamwachi salama Maduro apumue ni kwamba mwaka 2015 waliwakamata wajukuu zake Maduro waliokuwa katika shughuli za ndoa huko nchini Haiti katika operesheni kali iliyofanywa na utawala wa Marekani chini ya kitengo cha utokomezaji dawa za kulevya. Matukio mengine ni kwamba watoto wa dada yake Maduro walikamatwa pia wakijaribu kuingiza kilo 800 za cocaine nchini Marekani. Walifunguliwa mashtaka na kufungwa jela, wakaja kutolewa katika utawala wa Rais Joe Biden kupitia ubadilishanaji wafungwa kati ya mataifa hayo mawili. Marekani inadai kuwa Maduro ni mwanya mkubwa wa kuingiza dawa za kulevya Marekani, ambapo waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema Nicolas Maduro na washirika wake ni washiriki wa uhalifu nchini Venezuela, wanaijazia Marekani dawa za kulevya zinazowaathiri raia na watu wengi wa Marekani. Kutokana na hali hiyo, sasa utawala wa Marekani umetangaza wazi mzozo wake kwa sasa, ambapo unahusisha matumizi ya silaha dhidi ya magenge ya dawa za kulevya na umehalalisha mashambulizi yake dhidi ya boti zinazodaiwa kuwa zina dawa za kulevya na zile zinazosafirisha mafuta zikimilikiwa na Venezuela. Mvutano kati ya Marekani na Venezuela unaendelea kuongezeka, hasa kufuatia kukamatwa kwa meli zake za mafuta ghafi za Venezuela na vikosi vya Marekani. Trump ameonyesha kwamba baada ya Marekani kuchukua udhibiti wa anga na bandari zinazozunguka Venezuela, kilichobaki na kinachofuatia ni kudhibiti ardhi. Wengi wanashikilia msimamo wa kwamba aina fulani ya suluhisho inaweza kuwa mazungumzo, japo kuwa bado haijafahamika ni nini kinachoweza kumridhisha Maduro ama kumridhisha Trump na kubadili msimamo huo. Kwa ufupi, hayo ndio mapana na undani wa mzozo huu kati ya Venezuela pamoja na Marekani. Na hii ni TriGen Media.